Heri ya Christmas njema na pia maandalizi ya mwaka mpya kutokea Baraka1 TV. Tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki wote kwa kuweza kushirikiana na sisi kuanzia mwanzo wa mwaka huu mpaka jinsi tunavyokwenda kumaliza huu mwaka, ikiwa ni tarehe 25 za mwezi wa 12 2025. Tuko majira ya saa 6. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka1 TV na mimi ni baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Wakili Kabonga ambaye nakurushia haya matangazo. Pia nitoe shukrani za dhati sana kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wametunga mkono, na ndugu zangu, rafiki zangu, jamaa zangu ambao uko natusikiliza kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, kutoka Central na East Africa, wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika Kusini na DRC nzima, Uganda, Congo, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania na nchi mbalimbali za Afrika. Najua tumekuwa tukishirikiana tokea mwanzo mpaka sasa hivi. Leo Wakristo wengi duniani wanasherehekea sikukuu ya Christmas ya kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo, na huku ndugu zetu Waislamu pia wakiungana na Wakristo kuweza kuwasindikiza kwa kusherehekea siku yao ya leo. Sisi katika harakati zetu za kila siku tunaendelea kupigania taifa na kuhamasisha wananchi kwa ajili ya kusimama kidete ili kuweza kutetea taifa lao ambalo tumeweza kuvamiwa na wahasi magaidi wakishirikiana na Rwanda, Uganda, Eritrea, Somalia, Sudan na baadhi ya nchi za Ulaya kwa lengo la kuiba rasilimali zetu, na huko kisababisha mauaji ya maelfu ya watu na mamilioni ya watu pia wakiishi kwenye maisha magumu baada ya kukimbia makazi yao. Hii ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio unasikiza sauti yangu, na tutazungumzia vita ambayo iko nafanyika Makobola na hali halisi jinsi ilivyo uwanja wa vita, jinsi umejipanga, na Uvira jinsi wananchi pia wako wanaanza kuteseka kutokana na uwepo magaidi wa M23. Waswahili wanasema fimbo ilompiga mwenzako usiweke chini ya kitanda, kwa sababu iko siku hiyo fimbo itakuja kupiga na wewe. Kilichofanyika Goma, Bukavu na sehemu zingine, baadhi ya vijana wa Uvira, baadhi ya watu wa Uvira walikuwa wanazisikilia tu kwa mbali, lakini sasa hivi wanaanza kuisikilia mumwili kwamba kumbe huu mwiba hautakiwi kuwepo, unabidi uweze kuondolewa. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kunapata haya matangazo kila siku. Wajeshi wa FRDC ambao wako nalalamikia serikali kuweza kubadili uongozi wa jeshi, tulisikiza tu kipande kidogo, ili tutakuja kuimalizia kwa mida hii hapa. Sasa ni kupe mchongo jinsi hali ilivyokuwa kwenye uwanja wa mapigano. Tunapokuwa tunazungumza hivi, sio kwamba tunatoa siri za kiintelijensia za vita nje, lakini tunazungumza kitu baada ya action kuwa imefanyika. Hatusemi kwamba tunaandaa kufanya hivi kupanda huku, hapana. Mazingira ambayo wanajeshi wetu walikuja nayo kutoka Kaziba, kutoka Luvungi, kushuka plain yote ya Ruzizi mpaka kuja kufikia Uvira na kuacha Uvira mpaka kwenda Fizi, yalikuwa ni mazingira moja kiukweli hayawezi kusaulikwa, kwa sababu walipitia changamoto nyingi sana. Anga ya Kaziba, anga ya Kamanyola, pembezoni mwa Bugarama, zile silaha nzito za Rwanda ambazo zilikuwa zinasimikwa pale zilikuwa zina uwezo wa kuweza kucontrol yale maeneo ya anga, na hivyo kufanya kuwa vigumu sana drone za FRDC pamoja na ndege za FRDC kuweza kupita yale maeneo. Ilikuwa ni kutokana na nini? Ni kutokana na ile mitambo ilikuwa iko tayari kuweza kudetect wapi ndege inapita, na hivyo kuweza kuiletea taifa hasara kubwa. Na hizo hasara ndizo ambazo zilikuwa zinapingwa na commandment ya nchi, na pia zilikuwa zinaepukika ili kuweza kuingiza vizuri magaidi wa M23 katika mtego ambao ulikuwa umetengenezwa. Na huo mtego umekuja kutiki baada ya wao kuchokoza, walipopigwa wakaregezewa kamba, ikabidi wafuatilie kamba. Unajua siku zote kumkamata samaki mkubwa baharini hautakiwi kuwa na papara.
Ukiona kasha nasa kwenye doano, kuwa makini sana, kwa sababu hiyo doano wako ndio inaweza pia ikakuangamiza na wewe. Wakati samaki mkubwa, nozi, sangara akishanasa kwenye doano yako, mpatie mshipi mrefu aondoke nao. Ushelewa, kwa sababu wakati na meza atahisi kitu kinamkwama. Sasa ukianza kumkogota naye itabidi atumie nguvu nyingi. Kuna mawili, either ndoano iweze kutoka ama ikubebe na wewe. Kwa hiyo unapompa ndoano anakuwa anakimbia nayo kwa spidi, huko anaenda na kamba ndefu, ufika mbele anachoka. Akishachoka unamkogota, unafungia msipi wako kwenye mtumbo, unasoza kwa mbio, anaanza kufuata. Akiwa unafuata anakuwa yuko na meza maji. Samaki anaishi baharini, lakini hanywi maji ya baharini kwa mengi. Kwa hiyo akinywa maji mengi ya baharini, naye pia vile vile anakuwa iko etufe. Ndio utaweza kumkamata sangara ama nozi kwa design hiyo. Lakini ukikuwa na papara basi utampoteza na pia unaweza kupoteza. Na ndio hicho ambacho kilifanyika kuweza kuwaingiza M23 Uvira. Walikogotwa, walivutwa, wakavutwa, wakaachiwa njia wazi, wakalainishiwa, wakaingia Uvira. Kuingia Uvira tayari inakuwa ni hasara kubwa, kwa sababu hakuna kitu ambacho Marekani inaweza inachukizwa nacho kama kufanya jambo kisha wewe ambaye ulitakiwa uweze kurespect kile kitu unakikataa, unakivuruga, na baada ya kuvuruga pia unaanza kumtukana mamba na bado hujavuka mtu. Tofauti na kutukana mamba, pia unaanza kutafuta mshirika mwingine ambaye atakuwa ni mpinzani wa Marekani. Unaona? Hiyo hapo inakuwa ni kosa kubwa ambalo Kagame alilifanya pamoja na washauri wake. Kosa la kwanza ni kuja kuingia Uvira. Alitegewa mtego mzuri sana kaingia Uvira. Kosa la pili ni kuanza kutukana nchi kubwa kama Marekani. Kosa la tatu ni kwenda kutafuta tena usaidizi kwa Mrusi ambaye ni mpinzani mkubwa wa Marekani, ili Mrusi aweze kumkingia kifua. Halafu anasahau kwamba Mrusi yeye hakuagi na shiriki masuala ya grey, kwamba wewe unaiba huku, unaua watu huku, kisha mimi ndo nije nikulinde uniletee mimi. Hapana. Mrusi anaga hizo. Kwa sababu gani? Mrusi yeye anajiweza katika kila kitu. Mrusi ana utajiri wa rasilimali, ana utajiri wa mafuta, ana utajiri wa diesel, ana utajiri mwingi tu. Kwa hiyo hawezi pia kushiriki katika ule mchezo ambao Ufaransa walikuwa wanafanya. Kwa Ufaransa ni nchi kadogo, ni nchi maskini, kwa Ubelgiji, kwa hivyo hawajiwezi. Kwa hiyo wao ili kuweza ku maintain hali yao ya maisha inabidi wawatumie watu wengine. So haya ni makosa ambayo Kagame alifanya, na hivi amekuwa na pressure kubwa kutoka Marekani. Kwa hiyo ambacho naweza kuambia ni Uvira itakuwa tu huru muda si mrefu. Watoto wa Uvira watarudi majumbani kwao, wale ambao walikimbizwa na M23 watarudi pale na wataendeleza maisha yao kama kawaida. Kilichotokea Makobola ndio hiki hapa. Baada ya kuweza kurudi, majeshi ya FARDC walijipanga pale. Baada ya kujipanga, zikapandishwa drones, zikatengeneza mazingira. Zikaja manuari za kivita, zikatengeneza mazingira. Dragila iko pale, iko na Marambo zake pale. Toronto iko pale, iko na Marambo zake pale. Kwa hiyo wao wanadhibiti Tanganyika, wanadhibiti anga, wanadhibiti ardhi na wanadhibiti milima. So magaidi ambao walisema kwamba wanatoka Uvira wakaenda kuderute, kupanda rute Mwami, kuingia Mao Plateau, kusema kwamba watatokea maeneo ya Minembwe, kule walienda kutanana na Kizingiti. Ushelewa? Kakobanya iko na vikosi pale, Ngoma Nzito iko na vikosi pale. Rene Itongo ni mtoto wa Makobola wa Kigongo kule kote, Makobola kote hiyo ndio yote hiyo. Kwa hiyo anajua yale maeneo vizuri mno. Wazalendo wengine wote wanajua kule maeneo vizuri mno. Mzee William Amuli Kutumba pia wakashuka wote wakajipanga pale. Kwa hiyo kilichokuja, sababu kuna watu wako wanauliza mbona walikuja fast mpaka Makobola? Ndio wao walitaka waweke position avancée, si washakuwa Uvira, kuna bidii wasogee mpaka Makobola wasogee. Lengo lao lilikuwa ni kupiga stop up swimmer, ndio position ya avancée ishie swimmer, kisha ndio waanze kujipanga. Sasa wakati walikuja, utafahamu kwamba drone ndio zilikuwa zinawasindikiza wao tokea gisi walitoka kule Muplane. Tuko Muvira na drone ziko zinakuja zao zinapiga.
Unaona drone zinapiga. Sasa sawa, walikuja wanaweka position yao avance, makobola wanashuka ACH karibia hivi, wanasogea. Sasa ndo waza wakaweza kutengeneza mazingira mazuri. Kilichofuata pale ni kipigo kizuri mno. Kipigo baridi, kipigo kitakatifu, kikawapush, kikawasukuma kuwatoa mpaka kuwavusha makobola, kuwavusha Luanga. Pale kwa upande wa FRDC wanaongoza ile operation ya pale, sio generali, sio colonel, sio major, ni kapiteni. Nilisema asubuhi ni kapiteni ambaye siwezi kumtaja jina, lakini anafanya kazi ya kipekee. Na ndo hii komandema ambayo asilimia kubwa ya wakongomani wanataka, kwamba hatutaki majenerali. Wako na generali iko na kitambi, iko na tumbo kubwa. Generali yani yeye hata kukimbia hawezi, atawezaje kuongoza vita? Lakini wakati wanapewa vijana wadogo, makapteni wadogo hao wenye miaka 25, 23 na 2 na 4 na 5 na 6 hadi 30, so unakuta bado wako na damu ya kuchemka, na ndo bado wangali wanatoka kwenye mafunzo ya kivita. Kwa hiyo wangali fresh. Wale maibu ambao walikuja ndio waongozwa na kapiteni. Kapiteni alisema kwamba sisi hapa tunajua, hatukuambiwa hawa jamaa wavuke Fizi. Tumeambiwa tuwatoe hapo kuanzia Uvira na tuwarudishe, tuwatoe kote. Ndio maana sisi hatutatoka hapa. Kinachofuata ni nyinyi majenerali mtabaki nyuma tu, ni kutuletea logistique. Tusikose logistique. Lakini commandement avance, pose, sijui nini na nini, zote ziko mikono ya kapteni. Na ndio maana unaona kazi ambayo ilifanyika pale ilikuwa ni kazi ya kipekee. Wazalendo kwa sasa hivi ambao wanatumika na huyu kapteni wanasema kwamba mazingira yenye iko napeleka Ige kuingia Uvira ni muda wote kwanza sasa hivi. Lakini sasa kwa nini hawaingii Uvira? Utafahamu mipango ambayo iko imekwisha kutolewa. Avant le 1er janvier 2026 wakuwe washatoka Uvira, washatoka Sange, Kamanyola, washatoka Bukavu, Goma na sehemu zote kwenye wako. Hii maandamano yenye walifanya isiwaogopeshe. Hii yote huko sekumarizo sosio ya M23 isiwaogopeshe. Kutoka tarehe 1 kabla mwezi wa kwanza ile kwao ni lazima. Na ndio maana kwa upande wetu tunasubiria. Attention, tushaweka mtego. Tunajua mtego uko wapi. Sisi wenyewe hatuwezi tena kwenda kuingia mwile mtego. Unaona? Uvumilivu ula mbivu. Hatuwezi ingia Uvira na attack wakati sisi tushabaingiza Uvira kwa kubapiege. Sasa ni fason ya wao kutoka gisi waliingia kimya bila risasi, na ndio tunawacha pia wanatoka kimya bila risasi, kisha tunakuja tunaetablire sheria na maisha mengine yanaendelea. Sasa watu msio na panic, msijuze maswali mengi, kwa nini tunakaa tunasubiria, mbona mipangilio ya kijeshi inaenda kijeshi, na kila kitu kitakuja kuwa sawa kulingana na nyakati na mazingira ambayo yako yanafanyika. Na ndio maana kwa siku hii ya leo unaona utulivu mu territoire ya Fizi, licha ya madesordre ambayo zilianza kuwa créer za hapa na hapa. Watu wenye wako incontrole kuanza kujaribu kusemema mapanic, lakini kila kitu kimekaa sawa na FRDC na wazalendo wako wana control vita vizuri. Unaona ukiangalia hawa wanajeshi wetu hawa maibu, unasema kweli tuko na jeshi, Ibu ni jeshi ambayo iko discipline sana kiukweli. Aba baibu basata muko ma departement huko Ibu, kisha muibu muko basata kuko Satan D, ekipe ya Satan D, Satan 1. Huko unaona soda, unasema kweli uni soda mwenye iko na formation, iko na kila kitu kwenye iko. Yaani gisi iko pale, iko na mini alimentation. Iko na biskuiti, ukienda kuduka unakuta biskuiti. Iko na biskuiti pale. Iko na jus. Dukani pia kuna jus. Iko na sardine, dukani pia kuna sardine. Iko na bunga yenye anaenda koroga bui. Dukani pia iko. Na hivi vyote viko mwili yake. Unaona? Anabivala mwili mateni zake. Iko na maji kwa mgongo, iko na nini? Na tio. Unaona? Tio inaingia kugode kwa mgongo, inakuja mpaka inapita pembeni ya shingo,
na ka mdomo katio kanaonekana pembeni na kinywa yake. Iko na microphone ambazo ziko zinafanya juu ya communication, iko na Gmail. Donc ni arme moja hivi ukiangalia unasema ewan, eske hapa wanashindwa vita ama huyu eske huyu anaenda kufa mvita? Unaona? Ukimwona gisi iko hapana. So gisi mnaona ba RDF, habari RDF bafiki baibu. No. Force special. Lakini nini kile kiliweza kuwatraire Kaziba? Ni ile madrone na commandement gisi ilikuwa iko 4. Unaona? Laiti kuwapiga ba M23, bangi bapiga na walibapiga mzuri tu sana. Unaona M23 hana nguvu. Kile kinabapatia kiburi ni zile drone. Zenye biko banapandishwa na ba Francais na ba Polonais. Unaona? Ya biko na ba Francais, biko na ba Polonais, biko na ba Israelite ba moya, ndio biko napandisha madrone. Donc wale bana detecter ma milliers, banatengeneza mazingira, wanapiga madrone na nini. Zile zikimaliza ndio sasa banakia wanaingia. Ile tu ndio iko natusumbua. Bila ile tera face à face tuko tunawapiga moya hatari sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mazingira ya vita sio mabaya, yanaelekea kuwa mazuri, na tunachosubiria hii weekend ambayo tunaenda nayo, na leo igisi watu wengi wako na mishemishe nyingi, lakini jamani, Christmas hii hapa naenda, na mnajua mazingira ambayo tuko nayo huku ni mazingira ambayo sio mazuri sana, na mnajua ndugu yenu hapa the one and only town anahitaji kupata support. Kwa hiyo hii Christmas msile peke yenu, mkumbuke pia ndugu yenu, mzalendo mwenzenu namba 1, mimi hapa. Kwa hiyo bwana, ndio hivyo. Mimi nawashukuru kwa support ambayo mnakuwa mko mnanionyesha, mnanipa nguvu, pia mnanipa kile ambacho na wahitaji kulingana na mazingira, lakini pia mwaka mpya unakaribia na Christmas hii hapa. Kwa hiyo chochote ambacho utahisi kinaweza kunisaidia kusaidia Baraka One TV iweze kumove on, na kwa kipindi hiki kigumu ambacho tuko tunapitia, unaweza kutumia namba zetu ambazo uko unaziona hapo kupitia Baraka One TV. Namba zetu hizo tu hapo, ziko na M-Pesa, kuko na Airtel Money. Ukitaka hizo hapo zote tuna contact baba mzee wangu Ngwasu, na mimi kwa Christmas hii kama hata hivi kwa mwaka mpya hivi fanya hivyo, ile nawe pia uweze kusherehekea. Unajua Bonovo Maria bwana. So kwa hiyo ndio taarifa ambazo tuko nazo hizo. Tusikilize kile kipande ambacho kinabakia kuhusiana na FARDC ambao wanalalamika kwamba waweze kuchanger commandement ya FARDC. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP baba mzee wangu Ngwasu. Tutarani majira ya saa 9. Kamere wana bakamele wana nyoso ba moyibi, wana nyoso ba moyibi bana balukwebo wango nyoso ba moyibi, bakantintima wana nyoso ba moyibi, nyoso ba moyibi penza. Bato mabe wana biso nde tolinginde ngi wana bati ya kaka. Ata Jean-Pierre Bemba bazongisa Constant Mutamba na justice okyo salisa Kongo na biso Constant Mutamba wana mbele soki Constant Mutamba bakangaka ete mbele ba officier na nyoso basi ba bomi bango, ba general wana nyoso balinga kobeta president na biso coup d'état mbele basi ba bare bango. Metala fachi yepe donge na mitu na kandenge nili pe walobaka soki olingi kota fachi na litoyo okotelinde mama na ye, okotelinde mwasi na ye, okolonga fachi ndetina ozomo na bairero na nyoso ezokota. Tango wakoteli mama na ye propose fachi noki salabo fachi alobi a vous ordre pona mama na ye wana ndezo koisa Kongo. Bakoteli mwasi na ye akoteli na litoyo alobi mobali na ngati ya tele oyo awa okay mwasi na ngana lingi na yoki na tongo atie wana. Mwasi ayebi te bato bazotia na Kongo, bazotia na mampinga na biso eza banani pe baye na nini pe nandi atindi bango wana nde bomi Kongo na biso. Mepona diplomatie president na biso Fachito yebike ezo sala pe sali. Pe biso tolingi abima na pouvoir te, tolingi abela ta 40 pe tozana moto mosusu te bakamele wana tolingi kaka bakanga bango babare bango. Wana ba moyibi wana nyoso nde bazotia biso na boumbu. Wana nde ba kimabe, donc kimabe oye bomi Kongo bao wana nde bao wana nyoso nde bao wana nyoso nde bao basala depuis kala balongola bango nyoso tu batia nde mouvement ya sika ya ki jeunesse nde batia mouvement ya sika ya ki jeunesse wana nde batia pe bapesa bato mingi misala bazwa te o ya famille te bapesa kaka bato nyoso biso nyoso to dondo biso nyoso to bima na kimumbu biso nyoso to bima donc na pauvreté wana okyo salisa Kongo na biso me makambo ya kosala wa zandeko nde zobo makongo
ndeti na omoni ba sabotage za mingi osoki obominga opiminga mosala ngana lobi fale na kota jamba ponga pena luka mosala ifale na kota jamba ponga pena luka pouvoir ifale nga pena kota jamba ponga na dondo me ba pesa bato nyonso misala sa ko konto ya zande konanga sa ko konto ya zanani ba pesa bango nyonso misala ba pesa bao batanga te misala po biso bazalendo totanga te biso totanga te ndeti na towela kamboka bao batanga nyonso baza na poto bao batanga nyonso nde baza na politiki ya koboma Kongo mo biso totanga te nde tozobundela Kongo wana nde boyebisa faci atala makambo ya kotanga te meme ata na pouvoir kotala kotanga te makanisi nde moto makanisi nde moto moto abimaka na mayele na ye na libumu ya mama na kelasi ebakisaka te kelasi etiaka nde moto mayele pembele soki kelasi ebakisaka mbele ba licencié wana na ba docteur wana nde bakoma ba président mbele bango nde batongi mboka me bango nde babomaka mboka makanisi ezalaka nde na bobotami ndenge obotami nde makanisi nde etongaka nde mayele lokola ngai soki ngai nazali awa batenga mokolo mapinga na ngai nayebike na okio dirige okipanga na tanga te me na okio dirige na ba mosusu ngai nayebi ndenge nini na okio longa bitumba oyo na ba mosusu me makanisi ebimaka na kelasi te epesaka nde mayele kelasi mayele muke kaka okipa obotama nde na mayele na yo na makanisi ebima nde na Nzambe makanisi nyonso oki ozala na yango ebimaka nde na lola me ba politicien na biso baza na makanisi te makanisi ya kobomisa biso ya kotia guerre na mokili po bana na bango baza na poto bana na bango babima kala ifale babomisa biso nde banyangala kata na bango okipa biso pe toki ondima te nde yango wana yaya ifale bobanda koyebisa président wana président yepe akotaka na pouvoir ya zalaka diplômé ifale atala kobandela ba diplômé kokita tio ya tanga te ba wana nde atia na ba pouvoir mingi ba bisala mingi bakokokisa Kongo esika nyonso oki okoma pe biso nyonso tokodondwa na Kongo po misale kozala mingi pe bato mingi kimoyibi ekosila nde yango wana yaya na ngai soki batio batanga te soki batio oyo batangi basangisi bango nyonso kotala oyo atangi te po kotanga ebomi Kongo pokomona ndenge Kongo kwende liboso nde yango wana papa na ngai faci mbele soki azalaka licencié to docteur mbele azwa mosala wana te me boya azalaka diplômé emona saka ke oyo atangi te ndeti naza na mayele wana mbele soki pe atangaka lokola bakamele wana mbele aza eloko moko te na Kongo donc kelasi esala keloko moko te kelasi esala keloko moko te mayele oyo bimi na libumu na mama na yo botami na yango na famille obimi na kati na ndenge otamboli na ndenge Nzambe abateli yo nde etongaka nde dondisaka moto me koloba te ke oyo botama oyo azana kelasi te meme ba patron mingi soki otali na Kongo ba patron mingi batanga te ba patron mingi badondo na bango batanga te donc kokosa biso na bakelasi te bakosa biso na bakelasi te bakelasi nde bomi Kongo nde yango wana yaya na ngai misala ezala bato nyonso tu ezala bato nyonso tu na arme batala ki oyo atangi mingi atala mingi te batia kaka bango wana batu na bango bomoni pona kosisa gero to kosala ndenge nini yo lingi nini nde kopesa mayele po bato mayele bamona na kaliboso te ba oyo bazana mayele tende bazaka liboso batali kaka kelasi ne batie wana te kelasi okiotonga Kongo te mayele kaka na bamesha mingi nde kiotinda biso tokoti na zamba nde kiotinda biso to beti monguna nde kiotinda biso to lingi mboka na biso merci papa na ngai